الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى: الثاني اتفاق أهله على عقيدة واحدة. Tulielezea wiki iliyopita khasaisu minhaji nubuwa, sifa za njia hii ya utume. Tukaanzia ya kwanza, athabatu ala alhaqi wa adamu talawun, kuthubutu juu ya haki na kutobadilika badilika. Pili, ittifaqu ahlihi ala aqidatin wahida, kuwafikiana watu wake, watu wa manhaji hii, kuwafikiana juu ya aqida moja. Hii ni katika sifa za manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu wanaofuata manhaji hii wamewafikiana kufuata aqida moja na itikadi moja. Qala hafidhahullah: min mumayyizati minhaji nubuwa ittifaqu ahlihi ala alaqida, ni katika sifa za njia hii ya utume kuwafikiana watu wake juu ya itikadi, wa adamu ikhtilafihim, na kutotofautiana kwao, ma ikhtilafi zamani wal makan, pamoja na tofauti ya zama na mahali, lakini wao hawaja tofautiana katika masala ya itikadi. Ahlus sunna wal jamaa wanaofuata njia hii ya mtume wanawafikiana kufuata itikadi moja na hawatofautiani katika masala hayo ya itikadi, pamoja na tofauti ya nyakati na zama. faman kana ala minhaji nubuwa fi hadha al-asri fahuwa muwafiqun lima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadhu al-qudhati bil-qudhah bila khilaf. Anasema walio katika njia hii ya utume katika zama hizi, fahuwa muwafiqun lima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo ni mwenye kuwafik ile hali na njia waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hadhu alqudhati bilqudhah bila khilaf. Aliye katika njia hii ya mtume katika zama hizi, fahuwa muwafiqun lima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo ni mwenye kuwafik njia waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hadhu alqudhati bilqudhah, yani unyo kwa unyo, bila khilaf, bila ya khilafu yoyote. Hii ndiyo maana ya maneno yake, kwamba watu wa manhaji hii wamewafikiana katika akida moja. Akida hiyo ya Mtume sallallahu na masahaba wake, na anayefuata njia hii anafuata itikadi hiyo hiyo, anafuata njia hiyo hiyo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, hatua kwa hatua, bila tofauti yoyote. ومن كان على منهاج النبوة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس هذا. نالي katika njia ya huu tume, manhaji hii ya mtume, fahuwa mutabiqun bi'tiqadihi wa amalihi, yeye ni mwenye kuwafikiana kwa itikadi yake na amali zake vile walivyokuwa wanawafuata, au ni mwenye kuwafikiana na ile njia ambayo aliyokuwa nayo yule mwenye kuwafuata masahaba wa mtume sallam kwa wema, ila yaumin nasi hadha, mpaka siku ya watu hii. Liannahu manhajun wahidun la yataghayyar, sababu hii ni njia moja haibadiliki. Liannahu huwa ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sababu hii ni njia aliyoileta mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
tumeelewana anayefuata manhaji hii ni kwamba anafuata vile vile itikadi ya Mtume sallam na masahaba wake, kama ilivyokuja katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mwenye kuwafuata hawa kwa wema mpaka siku hii, basi yeye ndiye atakayefaulu, kwa sababu hii ni manhaji moja, la yataghayyaru, haibadiliki, ni manhaji, ni njia aliyoileta Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فالصحابة أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. masahaba wanajua zaidi hali za watu, wanajua zaidi kuliko watu wengine hali za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake na maneno yake. fasahabatu a'lamu an-nasi bi ahwali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi. masahaba wanajua zaidi kuliko watu wengine, wanazijua zaidi hali za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake na maneno yake. Wao ndio walionukuu hali za Mtume na vitendo vyake, alikuwa akifanya hivi, alikuwa akisema hivi. Kwa hiyo masahaba wao wana ujuzi zaidi wa kujua hali za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko watu wengine wote duniani. wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, na wao masahaba ndio wakubwa kuliko watu wengine kwa kupambanua baina ya kauli na hadithi na maneno na vitendo vilivyo sahihi na vitendo ambavyo sio sahihi, ni dhaifu. wa baina ad-dakhili wal asil, pia masahaba wanajua zaidi kinachoingia na kilicho cha asli, kinachoingia katika dini na kile ambacho ni cha asili katika dini. Wao ni wajuzi zaidi kuliko watu wengine. wa humul ladhina yanfuna an kalami nabii sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi, na wao masahaba ndio wanaomuondoshea maneno ya Mtume sallam wa ma jaa bihi, na aliyokuja nayo kullama alsaqahu bihi almunharifuna az-zaighun, wanamuondoshea kila jambo ambalo wamelibandika, wamembandikia wale wenye kupinda na wale wenye kupotoka. Kuna watu wa bid'a wanambandikia Mtume sallam mambo ambayo hakuyasema, mambo ambayo hakuyafanya. Hasa hao masahaba ndio wanaomkanushia Mtume hayo anayobandikiziwa na hawa munharifun, watu waliopinda, watu wa bid'a waliopotoka. alladhina kadhabu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wale waliomkadhibisha Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. na ni wengi watu hawa, na ni wengi watu hawa wanaombandikizia Mtume mambo ambayo hakuyafanya, mambo ambayo hakuyasema, mambo ambayo si katika hali zake Mtume SAW, wanambandikizia. Kwa hiyo masahaba wanamuondoshea Mtume SAW hayo anayobandikiziwa ambayo hakuyasema wala hakuyafanya. lidhalik fahum ashaddu nnasi hubban lisunna. Kwa hiyo masahaba wao ni wanampenda zaidi, wanapenda zaidi sunna kuliko watu wengine. wa ahrasuhum ala ittibaiha, na wao wanapupa zaidi za kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. wa aktharuhum muwalatan li ahliha, na sahaba na masahaba ndio wanaowapenda sana watu wa sunna. wa aktharuhum muwalatan li ahliha, wa yakfi annahum yulaqabuna bi annahum ahlul hadith. Inatosha kwamba wao wanaitwa ni ahlul hadith, watu wa hadithi. Masahaba wanaitwa ahlul hadith, watu wa hadithi. fahum ahlus sunna allati jaa biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wao ndio watu wa sunna, sunna aliyoileta Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. i'taqadu sunna, wameitakidi sunna. waamilu biha, wakatekeleza sunna. wada'u ilaiha, wakalingania kwenye sunna. wajtama'u alaiha, na wakawafikiana kwenye sunna. hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث وأنت من أهل الأثر وأنت من أهل السنة. Unapokuwa katika njia hii ya utume, wewe ni katika watu wa hadithi, wewe ni katika watu wa athar, wewe ni katika watu wa sunna. فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث وأنت من أهل الأثر وأنت من أهل السنة. Ukiwa katika minhaji hii, njia hii ya mtume, wewe pia ni katika watu wa hadithi, wewe pia ni katika watu wa athar, wewe pia ni katika watu wa sunna. Kwa hiyo kinyume cha kwamba mtu hayuko katika njia hii ni kwamba yeye hayumo katika watu wa hadithi, wala hayumo katika ahlus sunna, wala si katika ahlul athar, wala si katika ahlus sunnati wal jamaa, wala si katika salafiyin, wala katika firqatin najia, wala taifatil mansura. Kwa hii inaonyesha kwamba ni lazima kila muislamu afuate njia hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili awe katika ahlul hadith, ili awe katika ahlul athar, ili awe katika watu wa sunna. Kwa sababu kinyume cha hivi ni kwamba tayari umemkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na pia umewakhalifu masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله katika majmuu al-fatawa anasema فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق, vyovyote alivyokuwa mtume صلى الله عليه وسلم ni mkamilifu wa maumbile, wa a'lamahum bil haqa'iq, na ni mjuzi zaidi kuliko watu wengine kwa hakika, wa aqwamahum qawlan wa hala, na ni muadilifu zaidi kwa maneno na kwa hali, lazima an yakuna a'lamu an-nasi bihi a'lama al-khalqi bidhalik, lazima iwe mjuzi wa watu kwa mtume sallam ni wale ambao ni wajuzi zaidi katika viumbe, bidhalika, kwa hayo. Lazima an yakuna a'lamu an-nasi bihi a'lama al-khalqi bidhalik, ina lazim kuwa wajuzi wa watu wanaojua zaidi kuliko watu wengine kumjua mtume, a'lama al-khalqi, ni wale wajuzi kuliko watu wengine, bidhalika, kwa hayo. Yani man as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio wanomjua zaidi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa an yakuna a'dhamuhum muwafaqatan lahu wa iqtida'an bihi afdal al-khalqi, na kuwa wakubwa kuliko watu wengine kwa kumwafiki mtume na kumfuata mtume sallam, pia ni afdalul khalqi, bora ya watu wote baada ya mitume, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo masahaba ndio wanaojua zaidi hali za mtume sallam, ndio wanaojua zaidi maneno ya mtume sallam, ndio wanaojua zaidi vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba ndio wenye kumfuata zaidi mtume sallam kuliko watu wengine wote duniani. Fa afdalul khalqi ba'du as-sahabatu ridwanullahi alayhim, kwa hiyo bora ya watu wote baada ya mitume ni masahaba, radhi za Allah ziwashukie. Hum a'rafu an-nasi bima jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wanaojua zaidi kuliko watu wengine aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum aqwamu an-nasi bihi, na wao ni waadilifu zaidi kuliko watu wengine. Wa hum aktharu an-nasi tamassukan bihi, na wao ndio wanaoshikamana sana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai afdalul khalqi, hawa masahaba ndio bora wa viumbe wote baada ya mitume wa Allah sallallahu alayhim ajma'in, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akmalul khalqi, sababu mtume sallam ni mkamilifu kuliko viumbe wote. Wa a'lamuhum bil haqa'iqi, na ni mjuzi zaidi kwa hakika kuliko viumbe wote. Wa aqwamuhum qawlan wa hala,
na ni muadilifu kuliko watu wote kwa maneno na kwa hali, fa'alamu an-nasi bihi wa bihalihi wa maqalihi wa bisunnatihi wa dinihi hum afdalul khalqi, wajuzi zaidi kuliko watu wengine kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam na hali zake na maneno yake na sunna zake na dini yake, ni bora wa viumbe wote ambao ni masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Hadha la yumari fihi aqil, jambo hili hashindani wala habishi wala hapingi mwenye akili, kama qala Sheikhul Islam rahimahullah, kama alivyosema Sheikhul Islam rahimahullah. Kwa hiyo bora ya watu baada ya mitume wote ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao ni wajuzi zaidi, wanamjua zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam, wanajua zaidi hali alizokuwa nazo, wanajua zaidi maneno yake, wanajua zaidi vitendo vyake kuliko watu wengine wote, kwa sababu wao ndio bora ya watu baada ya mitume wa Allah. وقد وصف قوام السنة الأصبهاني رحمه الله هذا الأمر فقال، وقد وصف قوام السنة الأصبهاني رحمه الله هذا الأمر فقال، amelisifu قوام السنة الأصبهاني رحمه الله jambo hili, faqala akasema, ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. Anasema katika mambo ambayo yanafahamisha kwamba ahlul hadithi, watu wa hadithi ndio watu wa haki, katika mambo yanayofahamisha kwamba ahlul hadithi, watu wa hadithi ndio wa haki, annaka law tala'ta jami'a kutubihim almusannafa, ni kwamba wewe lau ungetalii ukasoma vitabu vyao vyote vilivyotungwa, min awwalihim ila akhirihim, tangu mwanzo wao mpaka mwisho wao, qadimihim wa hadithihim, wa zamani katika wao na wapya, ma ikhtilafi buldanihim, pamoja na tofauti ya miji yao, wanakaa miji tofauti tofauti, wa zamanihim, na zama zao tofauti tofauti, wa tabaudi ma bainahum min ad-diyari, na umbali ulio baina yao katika miji, wanakaa miji tofauti tofauti, umbali ulio baina yao, wasukuni kulli wahidin minhum qutran min al-aqtar, na kuishi kila mmoja katika hao katika jimbo katika majimbo ya dunia. Wajadtahum fi bayani li'tiqadi ala watiratin wahida, utawakuta katika kuelezea mambo ya itikadi wako katika njia moja, wanamatin wahidin, na njia moja, yajidduna ala tariqati la yahidduna anha, wanakwenda katika njia moja, hawaipetuki njia ile, wala yamiluna fiha, wala hawapondoki kuacha njia hiyo. Vitabu vya Ahlus-Sunnah wal Jamaa vyote viko katika itikadi moja, hakuna tofauti ya itikadi, pamoja na kwamba hao maulama, masahaba na wengineo wako miji tofauti, hawaishi pamoja, lakini kwa vile wako pamoja katika njia hii ya Mtume SAW na itikadi hii, vitabu vyao havina tofauti katika kuelezea itikadi hii sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qawluhum fi dhalika wahid, maneno yao katika hayo ni moja, wa naqluhum wahid, nukuu yao ni moja, la tara fihi mukhtilafan, huoni kwao tofauti, wala tafarruqan fi shay'in ma, wala mfarakano katika jambo lolote, wa in qalla, hata kama ni jambo dogo. Hakuna tofauti katika masuala ya itikadi, hakuna tofauti katika masuala mengine. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, bal law ungekusanya yote yaliyopita katika ndimi zao, wanaqaluhu an salafihim, wakayanukuu kutokana na watu wema waliopita, wajadtahu kaannahu jaa ala qalbin wahid, utapata kama kwamba limekuja kwa moyo mmoja.
wajara ala lisanin wahid, likapita kwa ulimi mmoja. Wa hal ala alhaqi dalilun abyanu min hadha, je juu ya haki kuna dalili nyingine iliyo wazi zaidi kuliko hii? Kwa hiyo ahlus sunnati wal jamaa wote min as-sahaba wat-tabi'in wa atba'i at-tabi'in na hawa khalafu waliokuja nyuma waliofuata njia hiyo, wote wanapotunga vitabu vya itikadi vya aqida wanakuwa katika njia moja, hakuna tofauti, wanakuwa katika manhaji moja, hakuna tofauti. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa sisi sote tuliokuja nyuma mwisho wa dunia. Tunatakiwa tuwe hivyo, tuwafuate wao kama vile ambavyo hawajatofautiana katika masala ya itikadi, katika masala ya manhaj, na sisi tunatakiwa tusitofautiane, tuwafuate hao. Sio mara umebadilika, mara una taasub na shekhe huyu ashatajwa kwamba huyu ni mubtadi, hafai kufuatwa, wewe bado naye tu. Sio hivyo, hiyo ndio talawun, hiyo ndio kubadilika. Manhaji inasema hivi, wewe unakwenda hivi kwa sababu ya taasubi tu za shekhe wako, manake alikufundisha darasani. Sasa akakufundisha, kama amekosea asikosolewe, kama amepinda bado unaye tu. Hiyo ndio talawun. Sijui mmenifahamu? Hiyo ndio talawun. Abu Hashim hakosei. Abu Hashim ni mtume nini? Akikosea akirekebishwa, wewe hutaki, unaye tu. La, akikosea akirekebishwa, wewe Abu Hashim atakiwa aende katika usawa, awache makosa yake, arudi katika usawa, ndio afuatwe. Lakini shekhi kakosea, unaye tu hivyo. La, hiyo ndio talawun isiyotakiwa. Kwa tunatakiwa tukiingia katika manhaj tusibadilike, twende na manhaj kama wanavyoelezea hawa maulama. Mmenielewa vizuri? Athalith, sifa ya tatu ya hawa salafiyun na wenye kufuata manhaji hii ya Mtume sallam na masahaba wake, i'tiqaduhum anna tariqata as-salafi hiya al-aslam wal-ahkam wal-a'lam. Ni itikadi yao, kuitakidi kwao kwamba njia hii ya salaf, njia hii ya watu wema waliopita ndiyo njia iliyosalimika zaidi, njia iliyotengenezwa vizuri zaidi, ndiyo njia iliyo na ilmu zaidi. I'tiqaduhum anna tariqata as-salaf hiya al-aslam wal-ahkam wal-a'lam. Qala hafidhahullah, wa min mumayyizati minhaji an-nubuwah, ni katika sifa za njia hii ya utume, i'tiqadu ahlihi anna tariqata as-salafi as-salih hiya al-aslam wal-a'lam wal-ahkam, kwamba njia hii ya watu wema waliopita ndiyo njia iliyosalimika zaidi na makosa, ndiyo njia iliyo na a'lam, iliyo na ilmu zaidi, ndiyo njia iliyo nzuri zaidi. La kama yadda'ihi ahlul kalam, si kama wanavyodai watu wa bid'a. Watu wa bid'a wanadai vipi? Wanadai anna tariqata as-salafi aslam wa anna tariqata al-khalafi a'lam wa ahkamu. Watu wa bid'a wanadai kwamba njia ya salaf, watu wema waliopita, imesalimika zaidi, lakini njia ya khalaf waliokuja nyuma ni a'lam, ndiyo yenye ilmu zaidi na ndiyo iliyowekwa vizuri zaidi. Haya ni makosa katika makosa ya watu wa bid'a. Wanadai hivyo kwamba njia ya salaf ni aslam, lakini njia ya khalaf waliokuja nyuma ni a'lam wa ahkamu. Qala Sheikh, bal tariqatu salafi aslam wa a'lam wa ahkam. Lakini njia hii ya salaf ni aslam, ndio yenye kusalimika zaidi na ndio yenye ilmu zaidi na ndio iliyowekwa vizuri zaidi. Qala wa kalamu salafi kana qalilan kathira albaraka, maneno ya watu wema waliopita yalikuwa ni machache lakini yenye baraka nyingi. Wa kalamu salafi kana qalilan kathira albaraka, maneno ya salaf, maneno ya watu wema waliopita yalikuwa ni machache lakini yenye baraka nyingi. Wa kalamu man ata ba'dahum kathirun qalilul baraka, na maneno ya waliokuja baada ya salaf, maneno yao ni mengi na baraka zake ni kidogo. Fayataqidu man kana ala minhaji an-nubuwah, wa anaitakidi yule aliyekuwa katika njia ya utume, wa man kana akhidhan bilkitabi was-sunnah bifahmi salafi al-umma, na yule mwenye kushikamana na Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema wa ummati huu.
wao wanaitakidi kwamba anna tariqata as-salafi as-salih hiya al-aslam wal-a'lam wal-ahkam. Wanaitakidi kwamba njia hii ya salaf, watu wema waliopita, ndio njia yenye kusalimika zaidi, ndio njia yenye ilmu zaidi, ndio njia iliyowekwa vizuri zaidi. وقد رد شيخ الإسلام على فرية المتكلمين الذين زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alirudi urongo wa hawa watu wa bid'a waliodai kwamba njia ya khalaf, njia waliokuja nyuma, ndiyo a'lam, yenye ilmu zaidi na iliyowekwa vizuri zaidi, wa anna tariqata as-salafi aslam, na kwamba njia ya salaf, watu wema waliopita, imesalimika zaidi. Sheikh al-Islam alirudi urongo huo, faqal laqad kadhabu ala tariqati as-salaf, wamesema urongo kwa njia hii ya watu wema waliopita, wadhallu, na wamepotea, fi taswibi tariqati al-khalaf, katika kuiweka sawa njia ya watu waliokuja nyuma. Fajama'u baina al-jahli bi tariqati as-salafi fi al-kadhibi alayhim wa baina al-jahli wal-dhalali bi taswibi tariqati al-khalaf, wakakusanya baina ya kutojua, baina ya kutoijua njia ya salaf, fil kadhibi alaihim, kwa kusema urongo, wa baina aljahli wadhalali, na baina ya ujinga na upotevu, bitaswibi tariqati alkhalaf, kwa kuifanya iko sawa njia ya waliokuja nyuma. Kwa hiyo wamepotea fi taswibi tariqati alkhalaf, katika kuiweka sawa njia ya waliokuja nyuma, kwamba waliokuja nyuma ndio wana ilmu zaidi, waliokuja nyuma ndio manhaji zao zimetengenezwa vizuri zaidi. Haya ni makosa na huu ni upotevu wao. Itakuwaje watu waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani lafdhan wa maana, wakafundishwa hadithi lafdhan wa maana, itakuwaje hawa hawajui hali za Mtume na maneno ya Mtume? Wanaojua zaidi ni wale waliokuja baada yao. Itakuwaje? Haingii akilini, haingii akilini hata kidogo. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية صفحة 21 في معرض بيان فساد دعوى المؤولة, akielezea mahali, yani katika mahali pa kuelezea kubainisha ufisadi wa madai ya hawa muawila wenye kufanya ta'wili ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufati sifati ilahiyya, na hawa wenye kukanusha sifa za Allah. Akaelezea anna tariqata as-salafi aslam wa tariqata al-khalafi a'lam wa ahkam. Akielezea maudhui hiyo, قال نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح وذلك من وجهين. maneno ya Sheikh al-Islam anasema, maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen anasema tunataka kuweka dalili kwamba madhehebu ya watu wema waliopita ndiyo madhehebu sahihi kwa njia mbili. Al-awwal anna madhhab as-salafi dalla alayhi alkitabu was sunna, ni kwamba madhehebu ya salafu, watu wema waliopita, Qur'ani na sunna ndiyo dalili yake. Kuna dalili katika Qur'ani, kuna dalili katika sunna, kwamba madhhabu salaf ndiyo madhehebu ambayo ni lazima kuifuata. Qala fa inna man tatabba'a tariqatahum bi'ilmin wa 'adlin, kwani mwenye kufuata njia yao hao salaf kwa ilmu na kwa uadilifu, wajadaha mutabiqan lima fil kitabi was sunnah jumlatan wa tafsila, atapata kwamba njia hiyo ya salaf ni yenye kuwafikiana na vile ilivyo katika Qur'ani na hadithi kwa jumla na kwa kupambanua. Wala budda, na ni lazima hilo, sababu dalili ziko katika Qur'ani, dalili katika sunna zinazoelezea muwafaka wa manhaji salaf na Qur'ani na sunna. Fa inna Allah ta'ala anzala alkitaba liyadabbara an-nasu ayati, kwani Allah mtukufu ameteremsha Qur'ani ili watu wazingatie aya zake, wayamalu biha, na wazitekeleze, in kanat ahkaman, ikiwa ni hukumu, ikiwa ni hukumu za kisheria, lazima watu wazingatie na wazitekeleze. Wayusaddiqu biha in kanat akhbara, na wazisaddiq aya hizo zikiwa ni habari,
ikiwa ni habari yoyote kuelezea jambo fulani, lazima watu wasaddiq habari zilizo katika Qur'ani. Qala wala raiba anna aqraba an-nasi ila fahmiha wa tasdiqiha wal amali biha humus salaf. Hakuna shaka kwamba watu walio karibu sana na kufahamu aya za Allah na kuzisaddiq na kuzitekeleza ni hao salafu, watu wema waliopita, masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, li'annaha ja'at bilughatihim wa fi asrihim. Sababu aya za Allah zimekuja kwa lugha yao na imekuja aya za Allah katika zama zao. Qur'ani inashuka, masahaba wapo. Fala jarama kanu a'lama an-nasi biha fiqhan. Hakuna dhambi, hakuna vibaya wala hakuna kosa kwamba wao walikuwa ndio wanaojua zaidi kwa aya za Allah fiqhan, kwa ilmu, wa aqwamahum amala, na wao ni waadilifu kuliko watu wote kwa utekelezaji wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni njia ya kwanza. Athani, njia ya pili anaelezea Sheikh Ibn Uthaymeen, an yuqala, ni kusemwa innal haqqa fi hadha albab imma an yakuna fima qalahu as-salaf au fima qalahu al-khalaf. Haki katika mlango huu na katika upande huu wa manhaj, ima ni kuwa haki iko kwa yale walioyasema hao salaf, watu wema waliopita, au haki iko kwa walioyasema watu waliokuja nyuma. Haki iko baina ya hao wawili. Ima haki imekuja na wale salafu, watu wema waliopita, masahaba, wanafunzi wa Mtume SAW, au haki iko kwa walioyasema hawa khalafu waliokuja nyuma. Wathani batil, hili la pili ni batil, kwamba haki iko kwa hawa khalafu waliokuja nyuma. Hii ni batil, liannahu yalzamu alayhi an yakuna Allah wa rasuluhu was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar qad takallamu bil batil tasrihan au dhahira. Ukisema kwamba haki iko kwa hawa khalaf, italazim kuwa Allah na mtume wake na hao waliotangulia wa kwanza ambao ni muhajirin, masahaba muhajirin na ansar, itabidi iwe hao wamezungumza batil kwa uwazi au kwa dhahir. Itabidi iwe Allah hakuzungumza haki, kazungumza batil, mtume wake, masahaba. Walam yatakallamu marratan wahidatan bilhaqi alladhi yajibu i'tiqaduhu, wala hawajazungumza hata mara moja haki ambayo ni lazima kuitakidi, la tasrihan wala dhahiran, si kwa tasrih wala kwa dhahir. Itabidi iwe hivyo. Hawa mahizbi wakisema kwamba manhaji hii ya mtume ni batil, itabidi waitakidi hivi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akasema batil, mtume wake, masahaba, itabidi waitikadi hivyo. Mmefahamu? Fayakunu wujudu alkitabi was-sunnah dhararan mahdhan fi asli ad-din. Itakuwa kuwepo kwa Qur'ani na hadithi ni madhara yaliyosafi katika asli ya dini. Itabidi iwe hivyo. Itakuwa kitabu Qur'ani haina maana, hadithi za mtume hazina maana katika dini. Watarku nnasi bila kitabin wa sunna khairan lahum wa aqwam, na watu kuwawacha bila Qur'ani na hadithi itakuwa ni bora kwa hao watu hao na ndio uadilifu zaidi. Wa hadha dhahirul butlan, na jambo hili ubatili wake ni wawazi. Haiwezekani, ni mustahil kwamba Allah hakuzungumza haki, mtume hakuzungumza haki, masahaba hawakuzungumza haki. Haya ni mambo ya batil, haiwezekani, ni mustahil. Mmenielewa vizuri hadha yafahamuni haya. Waqad qala ba'd al-aghbiya, walisema baadhi ya wajinga wapumbavu, tariqatu salafi aslamu, njia ya watu wema waliopita imesalimika zaidi. Wa tariqatu al-khalafi a'lamu wa ahkamu, na njia waliokuja nyuma ndio njia ambayo ina ilmu zaidi na imewekwa vizuri zaidi. Hawa ni wapumbavu waliosema hivyo ثم قال الشيخ ومنشأ هذا قول أماني. إن شاء الله itakuwa ni darsa ya kesho biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam.